Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Hii ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndio standard za dunia kuwa na bodi huru inayojitegemea. Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo, nyie mlikuwa pale, amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza, mlikuwa mnasikia namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi, namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapo. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bwana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu. Hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza kwa hiyo tunafikiri haya matatu yakifanywa kazi haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilibaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi nazungumzaji. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaji. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana. Haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika. Kuna fedha imetoka hapo. Watu wameingia gharama. Watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisupport hii timu. Alafu ukae na tai useme na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika. Jaribu. Na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa finali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa finali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. So very clear.
kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua hapa. Sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wenu ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana, na wa kuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyooka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga inastahili kuipata. Mwisho mambo matakwa matatu ya muda mfupi ambayo klabu ya Yanga tumeyapeleka bodi ya ligi kwamba yakifanyiwa kazi hayo, Yanga iko tayari kushiriki mchezo kwa tarehe tofauti na tarehe 15. Kwanza wayafanyie kazi, tukishaona wamefanyiwa kazi hayo matatu, watupe tarehe nyingine. Timu itakwenda kucheza hiyo mechi, uwanja wowote ule tutakwenda kucheza hiyo mechi. Jambo la kwanza nimewaambia ni kuvunjwa au kujiuzulu wa kamati nzima ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba 2 nimewaambia ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba 3 nimewaeleza ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Hili jambo la 4 la uhuru wa bodi ya ligi ni jambo la muda mrefu. Asifanye mtu kama kichaka cha kujibia hoja zetu. Hiyo barua iko very clear na tumewasilisha kwa bodi ya ligi. Wametuahidi majibu yatakuja haraka iwezekanavyo, na tuliondoka kwenye kikao tukiwa na matazamio hayo. Kwa hiyo tunawatakia kila la kheri bodi ya ligi kwenye utekelezaji wao wa matakwa matatu ya klabu ya Yanga ambao tunaamini yakifanyiwa kazi Watanzania watapata burudani ya Kariakoo Derby. Kufikia hapo niseme asante.